Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kwa wekundu wa Msimbazi Simba bwana, ni moja kati ya timu ambayo imeendelea kuhusishwa na baadhi ya nyota. Sasa mara baada ya kuumia kwa Musa Pimpin Kamara na Yakubu Suleiman, bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wameingia sokoni kutafuta mbadala wa makipa hao ili aje kuchukua nafasi wakati wakiwa wanawasikilizia makipa hao ili waweze kupona. Sasa tetesi zinawazungumza Simba kwamba wanahusishwa na goalkeeper wa klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, na huyu si mwingine ni Oscarini Masuluke. Huyu kipa anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, na huenda dili hili likafanikiwa kwa asilimia kubwa kutokana na aliyekuwa kocha wa Stellenbosch Steven Becker kuwa kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo huenda Steven Becker katumika kama njia ya kuweza kumpata Oscarini Masuluke. Kwa hiyo moja pia kati ya taarifa ambayo ipo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba bwana pia wanahusishwa na Yona Amos wa klabu ya Pamba Jiji, na hili kutokana pia na majeraha ambayo makipa wao wameyapata, kwa maana ya Musa Pimpin Kamara pamoja na Yakubu Suleiman. Sasa Simba inamtazama golikipa wa Pamba Jiji Yona Amos kama chaguo la kwanza wakati wa dirisha dogo la usajili ambalo wanalazimika kusajili walinda mlango baada ya Yakubu Suleiman na Musa Pimpin Kamara kuwa majeruhi. Simba nataka kusajili mlinda mlango mzawa bwana. Taarifa nyingine ni Simba ama tetesi nyingine ni Simba kuhusishwa na Yona Amos ambaye pia anahusishwa na klabu ya Yanga. Lakini kama ambavyo pia nimekujuza kwamba inasemekana baada ya kuumia kwa Musa Pimpin Kamara na Yakubu Suleiman, basi klabu ya Simba ina mpango wa kumsajili Oscarini Masuluke mwenye umri wa miaka 32 kutoka Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Bana, tukiachana na tetesi ya Simba kuwataka magolikipa hao Yona Amos pamoja na Oscarini Masuluke, bana, wekundu wa Msimbazi Simba bado wanahusishwa na Azizi Andambwile, kiungo mkabaji wa klabu ya Yanga. Mara baada ya kutokupata nafasi baada ya kuondoka kwa Romain Folz, bana, Simba wanamtazama kama Azizi Andambwile kama mchezaji ambaye anaweza kuwasaidia kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo tetesi pia Simba zinawazungumza kwamba wanamhitaji Azizi Andambwile ndani ya klabu hiyo. Lakini taarifa za zilizopo pia matetesi zinaweza kuwa mnyama Simba yupo katika rada za kunasa saini ya kipa Prosper Gibeku, raia kutoka nchini Ghana. Bana, Gibeku ambaye anakipiga ndani ya timu ya FC Hurbak Vos ambao unashiriki ligi kuu ya Tajikistan. Bana, Gibeku ni kipa wa kisasa, ana footwork nzuri na ngumu kufunga kwenye 1v1. Bana, endapo dili hilo litakamilika, basi Gibeku atakuja kurithi mikoba ya Kamara na Yakubu Suleiman ambapo wote kwa sasa ni majeruhi. Dili hilo la mnyama analitolea macho sana ili aje haraka iwezekanavyo, kwani Hussein Abela anahitajika kipa wa kusaidiana naye. Gibeku amewahi pia kucheza na mshambuliaji Jonathan Soa akiwa nchini Ghana, hivyo dili haliwezi kuwa gumu. Kwa hiyo Simba pia wameendelea kuhusishwa na nyanda huyo. Lakini Simba pia wako kwenye mazungumzo na Kinda na kipa wa Mtibwa Sugar Deusdedit Malimi mwenye umri wa miaka 23. Bwana, Simba wanafanya kila liwezekanalo kumaliza dili hilo haraka sana, kwani wanaamini kijana ni mbadala sahihi wa Yakubu ambaye atakuwa nje kwa muda mrefu. Lakini pia unaambiwa pia JKT Tanzania wanamtazama kwa karibu kipa huyo. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba hawako peke yao. Sasa mara baada pia ya Simba kuhusishwa na Dramani Kamagate kutoka San Pedro ya kule ya Ivory Coast, unaambiwa bana, Simba amechelewa. Ni rasmi, Dramani Kamagate amejiunga na USM Alger akitokea San Pedro ya nchini Ivory Coast. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 20 amefanya vizuri kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika akifunga mabao 6 katika michezo 6 aliocheza. Pia aliibuka kinara wa mabao msimu uliopita akifunga mabao 14. Nyota huyu alikuwa kwenye rada za Simba mwanzoni mwa msimu. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bwana wamepigwa, watoto wa mjini wanasema wamepigwa zambavu. Kwa hiyo Dramani Kamagate baada ya nyota huyo wa raia wa Ivory Coast anakipiga kwenye klabu ya San Pedro ya huko Ivory Coast, bwana, ni mshambuliaji wa kati na moja ya sifa zake ni speed na hatari mbele ya lango la wapinzani. Sasa mara baada ya Simba kuhusishwa
ama kuhusishwa kupambana kupata saini bwana. Tetesi zinaeleza kwamba USM Alger wameizidi mbio Simba na kuweza kukamilisha usajili wa Dramani Kamagate. Lakini wakati Simba pia wakihusishwa na yule beki wa Mamelodi Sundowns Fawaz Basdien bwana, unaambiwa klabu ya Raja Casablanca pia wametuma ofa kwenda kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns kwa ajili ya kupata huduma ya fullback Fawaz Basdien. Kocha mkuu wa Raja Casablanca Fadlu Davis amewaambia viongozi wa Raja Casablanca kuwa wafanye kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wanapata huduma ya mchezaji huo dirisha dogo la usajili. Hata hivyo watapata upinzani kutoka klabu ya Tanzania Simba ambao nao wameonyesha nia kuhitaji huduma ya mchezaji huyo. Klabu ya Mamelodi Sundowns wamewajibu klabu hizo kuwa hawapo tayari kumtoa mchezaji huyo kwa sasa licha ya kutokupata namba, kwani wanamtazama kama miongoni mwa project zao licha ya kusumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara. Kwa hiyo Simba pia mara baada ya kuhusishwa na beki Fawaz, Raja Casablanca pia chini ya kocha Fadlu Davis wanahusishwa kumhitaji mchezaji huyo. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unaambiwa mabosi wa Simba wapo kwenye mazungumzo na kiungo mshambuliaji wa Mwembe Makumbi, fundi wa mpira Yakubu Hussein maarufu kama Palma kwa ajili ya kuongeza nguvu kikosini dirisha dogo. Bwana Palma wa Zenji ambaye mwanzoni mwa msimu alikuwa akihusishwa kutoa ndani ya klabu ya Azam FC kabla ya mpango wake kufa baada ya matajiri hao kufanikiwa kumbakisha star wao Faisal Salum, anatajwa kuwa katika hatua nzuri kuibukia Msimbazi. Bana, chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kimefunguka kuwa ni kweli wapo kwenye mchakato wa mazungumzo na kiungo huyo ambaye wanaamini ataongeza kitu eneo analocheza. Yakub mwenye umri wa miaka 19 hadi sasa msimu huu amehusika katika mabao 8 katika ligi kuu ya Zanzibar akitoa assist 5 na kufunga mabao 3. Kwa hiyo moja pia kati ya tetesi ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini bado pia Simba wanahusishwa ama klabu ya Simba imetuma ofa kuitaka saini ya beki wa klabu ya FC Lupopo ya DR Congo Michael Kimputu kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa Kimputu pia anatajwa kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanahitajika ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari Simba ametuma ofa ndani ya klabu ya FC Lupopo Michael Kimputu katika dirisha dogo la usajili. Swali ni kwamba je, Kimputu atatua Msimbazi, na mashabiki wa Simba wanasemaje juu ya tetesi hii? Kwa hiyo hizo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Lakini tetesi ni nyingi kweli kweli. Wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kuimarisha kikosi chao kuelekea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kusimama kupisha michuano ya AFCON ambayo inaendelea kulindima huko nchini Morocco. Lakini pia tunafahamu kwamba ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi imesimama. Kwa hiyo Simba wanataka kuboresha kikosi chao kwenye dirisha dogo la usajili ili kuelekea kwenye michezo ile ya mwisho ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi waweze kufanya vizuri. Tunafahamu kwamba kwenye kundi lao mpaka sasa hawana alama, wakiwa wana mpango wa kuzisaka alama dhidi ya Express de Tunis, Stade Malien pamoja na Petro de Luanda ili waweze kufuzu hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia wafanye vizuri kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo hao ni baadhi ya nyota ambao wameendelea kuhusishwa na Wekundu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.